Mimi nataka kutoa mfano ya ile siasa mbaya ambayo imetuumiza sisi watu ya Western Kenya. Serikali zimekuwepo, kumekuwa na marais, lakini watu ya Western Kenya tulikuwa tumefika mwisho wa kufikiria mambo ya uchumi. Na kwa sababu hiyo, mimi nataka niwaambie mtoto wenu hatusimame na yeye kwa sababu yeye ni Mkalenjin. Hatusimame na William Ruto ati kwa sababu yeye ni jirani yetu. Nataka nieleze kwa nini tunasimama na William Ruto. Mwanaume ambaye hakufanyi wewe mama uwe na pesa kwa mfuko hakusaidii. Ati wewe uwe unagonga kwa koti yake ndio toe ndani 1,000 ndio mwambie baba naenda sokoni. Hapana. Wacha kama yeye ni mwanaume kamili akupatie kitu uende sokoni, wewe pia uuze upate faida yako. William Ruto ametutoa chini. Watu ya Mount Elgon, mimi nasimama hapa nikitoa ushuhuda. William Ruto ametoa watu ya Western chini. Na mimi nataka kuwaambia kwa nini. Mimi na Mheshimiwa Lusaka, huyu Lusaka akiwa speaker wa Senate, tulikuwa tunashinda kila wakati tunagonga mlango ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Namwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mashini yetu ya Nzoia imefunga, tupatie pesa. Anatoa milioni 300 inakuja hapa, wangwana wamenunua peremende, wamekula, factory imeanguka. After 6 months tunarudi kwake, rais tuongeze pesa. Tunachezea siasa maisha ya wananchi wa Nzoia Sugar Factory. Tunaenda kule Mumias tukapeleka milioni 500 kule Mumias. Mheshimiwa Lusaka na kuhakikishia pesa ilitolewa Cooperative Bank Bungoma ikaenda kwa mfuko ya watu. Wenye kupeana pesa ako Nairobi, anaitwa Rais Uhuru Kenyatta. Leo hii Mheshimiwa Ruto amekuja akawa rais. This is the 3rd year, 4th year. Lakini alisimama pale Shibale akauliza watu ya Mumias Sugar. Na maneno ni matatu. Mambo ni matatu. Salimu amri ama ondoka. Wale wezi wa sukari, wale maharamia wa sukari wakajibia wakatoroka. Leo hii ile pesa nakuja kuwaletea hapa watu wetu sio pesa ati nimekula mshahara ya bunge. Nimetoa kwa miwa ambayo nimelima, nimepeleka Mumias Sugar, imesiaga sukari, imelipa huyu muungwana pesa, leo hii naleta hapa.